Nabii Sefania katika somo la kwanza anatupa ole sisi kupitia maneno haya ambayo analiambia taifa la Israeli, na ole hiyo naitoa kwa sababu ya kutokuitii sauti ya Mungu, ya kutokukubali kurudiwa, ya kutokuamini na ya kutokuwa karibu na Mungu. Na anachokisema Sefania ni kwamba Mwenyezi Mungu atawarudisha mataifa wale ambao walidharaulika, wale ambao pengine walionekana kwamba wamekengeuka. Sasa wao ndio watarudishwa, wao ndio watakuwa mfano kwetu sisi. Maneno ambayo yanatupatia tafakari ya namna ya pekee kwenye kipindi hiki, na kwa namna pekee tafakari ya toba, kwamba tunapokuwa kwenye majira haya ya majilio, tunapokuwa tunajiandaa kumpokea Mwokozi, kwa namna pekee kwenye nafasi ya hii sehemu ya kwanza ya kipindi cha majilio, tunaalikwa kuziangalia njia zetu, kuangalia miundombinu ya roho zetu, jinsi ambavyo ina utayari wa kulipokea neno la Mungu, jinsi ambavyo ina utayari wa kumwamini Mwenyezi Mungu. Na hayo yanaonekana katika maisha yetu, yanaonekana katika namna tunavyoitikia neno la Mwenyezi Mungu. Na maneno yale anayoyasema Sefania yamchome kila mmoja wetu hapa kujiuliza, ni nini ambacho nakifanya kinaonyesha uasi mbele ya Mwenyezi Mungu? Manake anayeasi anataka kupindua utawala wa Mungu, anataka kuipindua hiyo serikali ya Mungu ndani mwake, manake anataka kwenda kinyume na ambayo Mwenyezi Mungu anamwelekeza. Ni kujiuliza, ni nini kinachokutia unajisi, kinachokuchafua? Unapobatizwa unapewa hadhi ya kufanyika mwana wa Mungu, unarejeshwa katika ule uhalisia wako, ule unyofu wako wa tangu kale uliokuwa nao. Lakini pengine hapa na pale matendo ya dhambi wakati mwingine yanatupatia unajisi, yanatuchafua. Kwa hiyo uangalie ni nini ambacho kinakufanyia hivyo. Udhalimu, kunyima watu haki, kupora vitu vya watu, nafasi za watu, sifa za watu na kadhalika, kutokutii sauti ya Mwenyezi Mungu na kukubali kurudiwa, jambo ambalo linakomaa sana katika jamii yetu. Hata leo hii watu hatutaki kuambiwa ukweli, watu hatutaki kusikiliza ukweli, na wakati mwingine anayekwambia ukweli unamwona mbaya. Tunakumbushwa leo hii, ole kwa hilo. Lakini zaidi kumwamini Mungu na kumkaribia. Namna gani tunaunganisha maisha yetu, tunaunganisha mienendo yetu na Mwenyezi Mungu, yaani tunampatia Mwenyezi Mungu kipao mbele. Wapendwa, katika somo la Injili tunamwona Kristo anatoa mfano wa watu wawili. Mimi napenda kusema tuweke makundi mawili. Wale ambao wanapopewa ujumbe wa neno la Mungu wanaofurahia, wanasema sawa, tutafanya, tutatekeleza, lakini wanasema kwa midomo yao, hawasemi kwa roho zao. Tutafanya, lakini hawafanyi. Pengine mimi na wewe tunapata nafasi nyingi ya kusikiza neno la Mungu, na wakati wetu tunashangilia kabisa na kukubali kwamba tutafanya, lakini matendo yetu hayaoneshi kutenda au kufanya hilo tunaloelekezwa na Mwenyezi Mungu. Tunaelekezwa katika toba kama ya kundi hili la pili, kwamba wanakataa, wanataka kusikia, lakini baadaye tunaambiwa walitubu na kutenda, na wakaonekana kama ndio walitimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, majira ya majilio ni majira ambayo tunaalikwa
endea na kuyatafakari vizuri yaliyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako na kuyatimiza. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake, ndani ya nafsi yake mwenyewe, katika mahusiano yake ndani ya familia yake, jumuiya anayoishi, katika jamii unapokuwepo, kazini, kwenye biashara zako, mahali popote pale, ujiulize, je, unalotenda hilo umeitikia sauti ya Mwenyezi Mungu? Je, umetimiza lile ambalo Mwenyezi Mungu ametaka ulifanye? Na utaweza kufanya hivyo kama utakuwa uko karibu na Mwenyezi Mungu, unamsikiliza Mwenyezi Mungu. Huwezi kukurupuka tu kwamba tunafanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu wakati hujasikia amekwambia ufanye nini. Na hapa manake inazidi kusisitizwa maisha ya kutafakari neno la Mungu, na zidi kusisitizwa maisha yale ya kusali, kufanya ibada za mara kwa mara, ili uweze kutengeneza ule ukaribu na Mungu wako, na ndani yake uweze kusikia na kuambia nini, na uitikie na uweze kutekeleza kama anavyotaka yeye. Basi tunapoendelea na tafakari hii kwenye kipindi cha Majilio, tugeuze mioyo yetu, tufanye toba, tuwe tayari kutimiza ile mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwani kwa njia hiyo tutamruhusu aingie ndani mwetu, aje kwetu na aweze kweli kutukomboa. Tumsifu Yesu Kristo.